Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimelaani vikali kauli ya katibu wa itikadi na uenezi CCM ndugu Amos Makalla ya kukihusisha chama hicho na ugonjwa wa Ebola na Mpox, wakiziomba jumuiya za kimataifa kutathmini kwa kina hatua za serikali ya Tanzania kabla ya kuidhinisha mpango wowote kutoka kwenye utawala wa awamu ya 6 waliouita kama utawala wenye kudhoofisha mipango ya afya duniani. Brenda Lupia, mkurugenzi wa mawasiliano Chadema Taifa, kupitia taarifa yake aliyoichapisha kwa lugha ya Kiingereza, amezitaja tuhuma za Amos Makalla kama tuhuma za kizembe zenye kupotosha sifa ya Chadema na kutoheshimu wataalamu wa afya ya umma, akisisitiza kuwa Chadema imeendelea kusalia kujitolea kwa ustawi wa umma na kwa kuzingatia kanuni za afya za kimataifa za Shirika la Afya Duniani WHO. Madai kama haya yanageuza mawazo kutoka kwenye masuala muhimu ya kitaifa na lazima yakataliwe na wote wanaothamini ukweli na usalama kwa afya duniani. Kama viongozi tunalaani vikali madai haya ovu na taarifa potovu za makusudi, amenukuliwa Brenda Lupia. Brenda amesisitiza kuwa ni muhimu jumuiya za kimataifa kutambua kwamba juhudi za chama cha Chadema zinalenga kuimarisha demokrasia, kutetea mageuzi muhimu na kuweka kipaumbele afya na usalama wa raia. Akikumbusha umuhimu wa wito wao wa mara kwa mara kwa kutaka mazungumzo ya wazi, wakihimiza hitaji la mchakato huru wa uchaguzi na wa haki unaoakisi matakwa ya watu. Kauli ya Chadema imekuja kufuatia kauli ya Makalla iliyozusha hisia mseto kote nchini, akikituhumu Chadema kuwa na mpango wa kuingiza magonjwa Ebola na Mpox nchini Tanzania, katika jitihada za kila alichokisema kuharibu uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu. Hivyo ndivyo inasomeka barua ya Chadema ya taarifa kwa umma baada ya kuishtaki CCM kwa jumuiya za kimataifa kufuatia kauli ya katibu wa itikadi na uenezi wa chama hicho Amos Makalla. Chadema wanaohabarisha umma wanasema, taarifa kwa umma. Chadema yakataa tuhuma za uongo, yathibitisha mchakato wake katika afya ya umma, uadilifu wa demokrasia na usalama wa afya duniani. Chadema inalaani vikali tuhuma za hivi karibuni kutoka kwa katibu wa habari na mawasiliano wa Chama cha Mapinduzi CCM Amos Makalla, akidai kuwa kampeni yetu ya tone tone inakusudia kusambaza virusi kama Mpox na Ebola ili kuingilia uchaguzi mkuu unaokuja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuhuma hii sio ya msingi, inachafua jina la Chadema na kudhalilisha wataalamu wa afya ya umma. Upinzani unasisitiza kujitolea kwake kwa ustawi wa umma, akizingatia kanuni za Shirika la Afya Duniani WHO, za kanuni za kimataifa za afya IHR na ajenda ya usalama wa afya duniani GHCA. Kujitolea hiki kwa pande mbili kunahitaji maendeleo ya mifumo madhubuti ya afya ya umma, ushirikiano kwa uwazi taarifa na ushirikiano wa kimataifa katika kuzuia na kudhibiti janga. Kueneza hadithi za uongo kuhusu afya kwa CCM kunachafua misingi hii. Tuhuma hizi zinavuruga umakini kutoka kwa masuala muhimu ya kitaifa na lazima zipuuziliwe mbali na wote wanaothamini ukweli na usalama wa afya duniani. Chadema inaendelea kujitolea kwa kulinda afya ya umma na kudumisha utulivu wa taifa kupitia uongozi wa dhamira. Kama viongozi wa upinzani, tunalaani vikali tuhuma hizi za kijinga kama kueneza taarifa za uongo kwa makusudi. Ni muhimu kwa Watanzania na jamii ya kimataifa ikiwemo WHO kutambua kuwa juhudi zetu za kisiasa zinazingatia kuimarisha demokrasia, kutetea mageuzi muhimu na kipaumbele cha afya na usalama wa wananchi. Tumekuwa tukiendelea kuita kwa ajili ya majadiliano ya wazi na uwazi na mageuzi ya uchaguzi, tukisisitiza haja ya mchakato wa uchaguzi huru na wa haki unaonyesha matakwa ya watu. Kwa kumalizia, Chadema inalaani vikali tuhuma za uongo dhidi ya chama na kuthibitisha kujitokeza kwake kwa Tanzania yenye amani na afya. Tunawaomba wadau wa kimataifa kutathmini kwa umakini hatua za serikali ya Tanzania kabla ya kuunga mkono hatua yoyote kutoka kwa utawala unaozuia mipango ya afya duniani. Chadema inaendelea kuwa imara katika kutetea uwazi, mageuzi ya demokrasia
na kutii kanuni za kimataifa. Vigezo vya afya ili kulinda ustawi wa Tanzania wote. Brenda Lupia, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezaji habari, tarehe 25 Machi 2025.